circulé sur les réseaux sociaux. Il y a un fameux journaliste mwenye anajiita ni wa radio La Voix de Kivu, anaitwa René Mbelechi, ambaye alidiffuser information kusema ya kwamba CNPSC au Mheshimiwa William Amuri Yakutumba alitosha vikosi vyake vyote kufro baada ya kukutana. Naam kabisa, ndugu msikilizaji na mtazamaji wa channel ya Mteba TV, karibu sana kwenye habari zetu ambazo tumekuandalia katika siku ya leo, ikiwa ni jioni kabisa ya Jumatatu au siku ya kwanza, ikiwa ni siku ya leo kabisa ya tarehe 14 mwezi wa 4 kabisa mwaka 2025. Karibu sana kwenye habari zetu ambazo tumekuandalia katika siku ya leo. Ukiwa popote ulipo, channel ni Mteba TV, cha kufanya endelea kusabone, subscribe, like, comment and share kwa watu wengine, au sabone kwa lugha ya Kifaransa. Popote ulipo, channel yako bora ya wazalendo ambayo inapatikana maeneo mbalimbali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, lakini pia ikiwa na makao makuu ikiwa Marekani. Karibu sana kwenye habari zetu katika siku ya leo. Channel ni Mteba TV. Luvungi, msemaji wa General Mzee Yakutumba ambaye anaitwa kwa jina la Wakubwela ambaye ni porte parole kabisa wa Mzee Yakutumba, ameweza kutoa angalisho kwa vyombo vya habari vyote ambavyo vinapatikana vinavyotangaza habari zote za masuala ya vita au masuala mbalimbali ya umma inayohusiana na wanajamii, kuto kusema uongo kwenye mitandao ya kijamii, huku watu wengi sana, vyombo vingi vya habari vikionekana havina waandishi kabisa kwenye uwanja wa vita, lakini vinatoa habari za uongo ambazo hazina uhakika, ambazo unaweza kutangaza leo na wakikufuatilia ukaona hizo habari si kweli. Chombo hicho cha habari, huyu ndugu yetu mmoja ameweza kutaja chombo cha habari kimoja kinaitwa La Voix de Kivu. La Voix de Kivu ambaye wanatangaza taarifa za habari pale Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wanapenda sana kuzungumza kwa lugha ya Lingala maeneo yale. Huyu bwana ameweza anatafutwa mpaka sasa na vikosi vyote vya Mzee Yakutumba au Maimai inamtafuta kwa kusambaza habari za uongo za kusema kwamba Mzee Yakutumba alitoka kufront. Habari hizo yeye ndo alizitangaza kwenye TV yake ya La Voix de Kivu. Wanafikiri watu wengi wanamjua, sio vyema sana kuweka picha yake hapa, lakini nafikiri TV yake inafahamika. Ameweza kutangaza Mzee Yakutumba ya kwamba anamtafuta kwa sababu amesambaza habari hizo kuwapa adui nguvu, au wakati Mzee Yakutumba yuko pale kwenye front zake ambazo zinapatikana Luvungi na maeneo mbalimbali. Unaendelea kusikiliza mtasari wa habari kupitia channel ya Mteba TV. Kavumu, hali ni shwari kwa sasa, imeweza kutulia kabisa, huku M23 ndo wanadhibiti Kavumu tunavyoongea na nyinyi hapa. Kabamba, hali ni kali sana ya vita, mapambano ambayo yanaendelea sasa hivi tunavyoongea na nyinyi mchana wa leo. Vikosi vya M23 pamoja na wazalendo ambao wanapatikana maeneo zote za Kabamba wakizidi kushambuliana, huku wazalendo wakifanya kazi nzuri sana kwenye uwanja wa vita, wakizidi kuongeza mbolea kwenye ardhi ya DRC na kunyang'anya vifaa mbalimbali vinavyopatikana mikononi mwa M23. Na vile tena kwenye maeneo zote za Kalehe pale ambapo mapambano bado yanaendelea maeneo yale, kupitia channel yako Mteba TV tunazidi kutangazia kila ambacho kinachoendelea maeneo yote ya DRC pamoja na este nzima na duniani kote. Tunajikita, mambo ni mengi sana ya kuzungumza katika siku ya leo. Karibu sana kwenye habari zetu katika siku ya leo. Luvungi kabisa ni mji ambao unapatikana maeneo mbalimbali karibu na Kamanyola, tusio mbali na Nyangezi, ambapo kuna vikosi mbalimbali vya Mzee General Yakutumba ambaye anaongoza vikosi vyake maeneo yale. Msemaji wa Mzee Yakutumba ambaye anajulikana kwa majina la Wakubwela ambaye ameweza kutangaza maneno mengi sana ambayo anaweza kuyasema kuhusu vyombo vya habari ambavyo vinatoa habari za uongo ambazo hawana uhakika. Wao wanaikaa tu kusikia habari za watu ambao wana uhakika. Unakuta mtu anatangaza taarifa za habari, hana hata mtu kwenye uwanja wa vita, anasikiliza tu kwenye magrupu, anasikia ndo anatangaza taarifa, unasikia, lakini wanaweza kutoa onyo kwa vyombo vya habari vinavyotangaza uongo muda mwingi. Wakati huyu jamaa ambaye anaitwa na redio zake zinaitwa au redio yake inaitwa La Voix de Kivu,
nafikiri watu wengi sana wanamjua, ambaye alitangaza habari hizo za kwamba mzee Yakutumba ameweza kutoka. Mzee huyu ambaye ni porte parole kabisa wa mzee Yakutumba ameweza kusimama kwenye maeneo mbalimbali pale Luvungi, pale kwenye parking, na ilikuwa ni tarehe 12 na kutangaza habari hizo. Ilikuwa tarehe 12 mwezi wake wa 4 huu na kusema habari hizo, na kwamba yule jamaa anatafutwa, au La Voix de Kivu radio, kwamba anatafutwa kwa sababu ya kusambaza habari hizo za uongo, na aojiwe zaidi kwa nini aliweza kutoa habari hizo ambazo hazina uhakika, hata na hajaona mahali ambapo mzee Yakutumba alitoka kwenye uwanja wa vita. Na habari hizo ziliweza kusambaa sana kwenye mikutano mbalimbali au kwenye magrupu na kwenye mitandao kabisa, ikasambaa kwamba mzee Yakutumba ameweza kutoka kwenye uwanja wa vita. Habari zilikuwa ni za uongo na zilisumbua watu wengi sana vichwani, watu wengi mpaka hawakunywa maji kabisa kwamba mzee Yakutumba alirudi. Kwa hiyo huyu bwana ndo aliweza kujulikana hivyo kwamba yeye ndiye aliyetangaza habari hizo za uongo. Kwa hiyo wametangaza kwamba wanamtafuta kabisa muda sio mrefu, na aojiwe kwa nini alitangaza uongo, kuwapa adui mbinu. Unajua vyombo vya habari ni vibaya sana. Vyombo vya habari ni silaha kubwa sana. Habari nikitangaza sasa hivi inaenda dunia mzima na kila mtu ana uwezo wa kuamini, na ndio maana watu wanaamini sana watangazaji ambao wanatoa habari ya kweli. Hicho kitu ni kizuri sana. Endeleeni kutoa taarifa za mzuri za kweli. Kama maeneo ziko hivi, ukishadanganya haina faida yoyote. Ukishasema uongo, unajua vyombo vya habari ni silaha kubwa sana kuliko hata bunduki ya mkononi. Kwa hiyo ule bwana anatafutwa namna hiyo na vikosi vyote vya General Yakutumba. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka chaneli yako bora ya Mteba TV. Tutakuwekea video ndefu tu ya huyu mzee wetu porte parole wa mzee Yakutumba, ambaye anapatikana maeneo mbalimbali za Luvungi, anafanya operation zake maeneo mbalimbali. Tutakuwekea video yake hapa mbele, afu tutakuja kurejea. Hebu tazama, afu tutakuja kurejea baadaye kidogo tu, unaweza kusikiliza taarifa hizi za habari. Wakongomani, mimi niko mbele yenu, naitwa Mwila Danton, niko secrétaire général porte-parole wa CNPCC ambaye inaongozwa na Mheshimiwa William Akure ya April 2025. Nasema leo tuko le 12 April 2025. Nafika hapa kwa sababu ya habari ambazo zinasirikile kwa réseaux sociaux. Il y a un fameux journaliste mwenye anajiita ni wa radio La Voix de Kivu, anaitwa René Mbelechi, ambaye alidiffuser information kusema ya kwamba CNPCC au Mheshimiwa William Akure Yakutumba alitosha vikosi vyake vyote kufro baada ya kukutana na ministre d'État, premier ministre d'État, ministre de la Défense nationale. Wakati walikutanana, selo yeye eti hawakuelewana. Mheshimiwa William Akure Yakutumba akupokea message yenye ministre wa Défense alileta vizuri, na ndio akatosha vikosi vyake vyote vyenye viko kufro. Na ndio maana mimi sawa vile Dalton, secrétaire général de la porte-parole, niko hapa nionyeshe wakongomani ya kwamba hatukutosha vikosi vyetu kwa front. Hapa kwenye mnaniona niko Luvungi pako front yetu sisi CNPCC ya Mheshimiwa William Akure Yakutumba. Luvungi tuko na front hapa. Naona wengi wanajua Luvungi, wanaona hapa huko waseni. Tutasoma mtaona kama niko Luvungi hapa, zone de santé de Lemera, centre d'éducation du Sud, réadaptation, Kuko, Omar, Ramosé, Bernadette, Olga et Lucia, centre Simama. Hapa niko Luvungi, unaona hapa ni Luvungi. Wengi wanajua Luvungi, wanaona hii monument ya Luvungi. Hapa niko ku parking, na niliwaambia kama ile 12 April 2025 Luvungi ndio kwetu tunapatikana.
Mheshimiwa William Amuri ya Kutumba hakukimbia kusema iko Baraka wala iko Fizi. Tuko hapa, tuko na fro yetu hapa Ruvungi, ni quelques kilometre na kwenye kuko jeshi la Rwanda hapa Kamanyola. Tuko na fro pia Nyantende, tuko na fro Nyangezi, Mumosho, tuko mafro zetu. Hatukutoka fasi na tukwenda. Tuko determine wala yenye bako banafanya pour parler au ma mission zenye batu bako naenda kufanya kule Doha kule Qatar, si aituangaje si VDP. Si VDP tuko na madecision zetu na tuko na mipango yetu, hatuta trahir jamais nchi yetu. Tuko determine kwa kufanya vita. Na wenye walifanya ile message au wenye walidiffuser ile information kwa radio au kwa réseaux sociaux ya kwamba sisi tulikimbia Nyangezi, tulikimbia Ruvungi, wale watu tuko tunawashughulikia. Sababu ni kwa intention gani waseme ya kwamba wazalendo walitoka Ruvungi? Ni kwa intention gani waseme Mheshimiwa William Amuri ya Kutumba alikimbia kwa mafro alidecrocher? Wale watu tuko tunawashughulikia, wenyewe walitosha ile habari, tutawakamata kwa sababu wanafanya propaganda ya enemy na wanapasha kutuambia ni intention gani waseme ya kwamba sisi tulikimbia Ruvungi ichapo sisi tuko Ruvungi. Ule kwana Remi Belechi mwenye anajiita ni wala voix de Kivu, mwenye alisema vile, tuko tunamshughulikia kumtafuta. Na tunaomba wakongomani wote wa jeune wenyewe wanaweza muona ule kijana, watukamatie naye, watuletee naye. Sababu tunapaswa kufanya operation très zero. Ile chaîne yenyewe walitangaza ile habari ya kwamba tulikimbia, ile chaîne tunaomba gouvernement ambayo iko habilité kwa kukamata mamezile zingine apart sisi VDP zishughulike kufunga ile chaîne, sababu ni chaîne yenye inauzwa na adui. Narudilia tena hapa ni Ruvungi na tuko le 12 avril 2024. Asante na hapa ni kubadili onyesha imani. Hapa ni mamontagne qui wanapatikana kwa yao si passager asante. Ni kusema tuko hapa tunasubiria mipango ya kufanya kazi. Muda ni muda, tutafanya kazi. Muda ni muda, tutakomboa Mkao. Muda ni muda, tutakomboa Kamanyola. Muda ni muda, tutakomboa Kamanyola. Tunafanya pale Bukavu, kunyang'anya magari za watu, kuiba, kubaka wanamke, kubaka wafi. Ile aventure itaisha Kamanyola na ile aventure itaisha pale Bukavu. Asante sana. Naam, unaendelea kusikiliza taarifa za habari kutoka chaneli yako bora ya Mteba TV. Huo ndio ujumbe ambao general kabisa ambaye ni secretaire kabisa au porte parole wa Mzee ya Kutumba ambaye anafanya vizuri sana kwenye uwanja wa vita maeneo mbalimbali. Karibu sana kwenye chaneli yako bora ya Mteba TV. Unaendelea kusikiliza taarifa za habari kutoka chaneli yako bora ya Mteba TV. Tunaingia moja kwa moja maeneo za Kavumu pale ambapo bado vikosi vya M23 vinadhibiti maeneo yale. Ijapokuwa watu wengi sana kuamini ni vigumu sana, lakini channel ya Mteba TV inakupa habari ambazo hata itakuwa inajirudi tu. Ni kwamba M23 ndio wanaodhibiti maeneo zote za Kavumu, ikiwa aeroport wao ndio wanadhibiti kabisa, na huku wakiwa maeneo yale kabisa, maeneo za Kavumu. Channel ya Mteba TV imeweza kufanya utafiti mkali sana ambao huko hapa mlango wote wa kuingilia kwenye maeneo za airport watoto wameweza kufika, lakini ukamataji wa picha ni mgumu kabisa, na hakuna mwenye anaweza kukubali kwamba nakamata M23 ndo hapa. Haitawezekana, ni kitu ambacho hakipo, na wewe mwenyewe unajua usalama wa watu. Kwa hiyo ni kitu ambacho hakipo. Uhakikisho ni huo kwamba Kavumu ipo mikononi mwa M23. Baada ya mapurukishano au vita ambazo ziliweza kuendelea sana kwenye siku ile ya jana, na watu takribani 12 kuweza kufariki wakiwa jeshi au wale wazalendo, pamoja na watu wengine ambao ni M23 ambao walifariki karibuni 7 au 10 na pale kwenye maeneo za Kavumu, lakini maiti zao hazikuweza kuonekana kabisa. Walizitoa ingine wakazipeleka mbali sana na wakukubali hata kuzishika picha, lakini zile ambazo zilibaki ni ile tu maiti za raia ambao walibaki, na wale raia ambao walibaki pale wanaonekana kwamba walikuwa ni batretre, watu ambao walikuwa wanatoa siri, na ndio maana wale wazalendo waliwapiga wakawamaliza pale kwa hasira na watu mbalimbali, kwa sababu walikuwa wanatoa siri za wazalendo. Channel ni Mteba TV, endelea kusubscribe, like, comment and share kwa watu wengine. Kabamba
Tunavyoongea na nyinyi hapa kabamba kuna waka moto, vita inasonga mbele. Huku wazalendo wakizidi kupambana kwa nguvu zao zote na wakisukuma vikosi vya M23 wakirudishwa nyuma. M23 wakirudishwa nyuma kabisa. Wakirudishwa nyuma, vijana wanafanya kazi nzuri na kabamba mpaka sasa inadhibitiwa na wazalendo. Channel yako Mteba TV inazidi kukupa habari hatari sana ambazo tunazitoa kwenye uwanja wa vita. Watu wetu wameweza kufika maeneo mbalimbali kabisa na kuhakikisha vita inaendelea. Lakini pia habari zaidi za kabamba nafikiri tutazipata muda sio mrefu, inaweza kawa hata kesho, hata leo, hata baadaye, bora uzima. Channel ni Mteba TV, endelea kufuatilia channel hii kwa sababu ni channel ya wazalendo, inakupa habari ya kweli ambayo inapatikana kwenye uwanja wa vita. Walungu Centre inadhibitiwa sehemu kubwa. Tunaposema sehemu kubwa watu waelewe, inadhibitiwa sehemu kubwa kabisa na wazalendo baada ya wazalendo kuvamia maeneo yale ya Walungu kabisa Centre na kupambana kumaliza gari 3 za wazalendo na za M23 na kuzichoma moto kabisa na kunyang'anya vifaa ambavyo vilikuwepo. Wazalendo wanafanya kazi nzuri sana maeneo yale ya Walungu. Kwa hiyo kwa sasa tunavyoongea na nyinyi, wazalendo wapo ndani ya mji wa Walungu Centre wapo, japokuwa M23 wapo, ila ni wachache, wako maeneo mengine, ila mji mkubwa Centre ya Walungu ni wazalendo ndo wanapatikana maeneo yale. Channel Mteba TV tunazidi kukupa habari kamili kabisa zinazopatikana maeneo zote za vita, japokuwa vita iliweza kusikika, masasi iliweza kupigwa maeneo mbalimbali kwenye maeneo zote za Walungu, lakini wazalendo wako mbele kwa paa kabisa za kutosha, wanadhibiti maeneo yale takribani 185% ya mji wa Walungu. Unaendelea kusikiliza taarifa za habari kutoka chaneli yako bora ya Mteba TV. Serikali imeweza kutangaza kabisa maeneo zote ambazo wanapatikana, kwa sababu watu wanakuwa na wasiwasi, mbona wazalendo ni wao wenyewe. Serikali imeweza kutangaza kupitia mkuu wa majeshi, aliweza kutangaza kabisa ya kwamba FARDC wapo kwenye uwanja wa vita na ukiwa wanapambana, wako maeneo zote za Walikale, wako maeneo mengi tu huku Vira, wapo maeneo mbalimbali, na waliweza kutaja maeneo zote ambazo hawa waasi wa M23 wanapatikana. Wameweza kutangaza kwamba lazima kazi isonge mbele. Serikali ipo kuunga mkono wazalendo na wanazidi kusonga mbele na kufanya kazi nzuri zaidi kwenye mstari wa vita. Channel Mteba TV endelea kusabone kwa sababu utakuwa unapata habari za ukweli hapa kutoka channel ya Mteba TV. Goma, hali ya wasiwasi inazidi kuongezeka, lakini amani kidogo ipo kwenye mji wa Goma. Huku jana ndo vurugu ziliweza kusikika pembezoni mwa Goma, masasi ilikuwa inalia, lakini sio katikati ya mji wa Goma. Katikati ya mji wa Goma mambo ni shwari, watu wametulia kabisa, hakuna risasi ambalo linasikika, ijapokuwa vurugu ziliweza kufanyika usiku maeneo za pembeni, huku wazalendo wakidhibiti milima yote ya Nyiragongo, milima yote mikubwa wazalendo wapo wakisubiri tu siku kazi isonge mbele, huku vikosi vikubwa sana vya wazalendo vikizidi kuonekana maeneo mbalimbali kwenye milima mbalimbali. Channel ni Mteba TV, endelea kusabone na kusubscribe na channel hii, utazidi kupata habari zaidi kutoka channel yako bora kabisa ya Mteba TV, channel ya wazalendo ambayo inakupa habari za kwenye uwanja wa vita, kinachoendelea ndicho tunachokupa, hatuongezi wala hatupunguzi. Ukikubali kwa muda ule, kwa sababu sisi watu wawe angi sana, tunatoa habari moja kwa moja, yani wakati habari inafanyika, tukio linafanyika, tunapata habari sisi moja kwa moja na tunazisambaza. Sasa watu wengi wanakuwa wanasubiri habari kwenye magrupu za WhatsApp, wasubiri radio zenyewe naamini yeye zitangaze, ndio unakuta anaanza kubisha, uongo bwana, tulitangaza habari za Kavumu hapa, tukawaambia Kavumu wazalendo waliingia Kavumu kabisa kwa uhakika, na mashambulizi yakafanyika, lakini wameweza kurudishwa nyuma, wamerudi nyuma kwa sababu ya raia ambao walikuwa maeneo yale wangekufa sana. Watu wakaanza kubisha, no, si kweli kabisa. Wanakuja kwanza kukubali sasa hivi kwa kwanza kupiga masimu kwa ndugu zao. Sisi tunakupa habari za moja kwa moja ambayo inapatikana kwenye uwanja wa vita, na hautakuja kusikia habari zingine kwamba tulitangaza hiyo tuje tugeuze, lakini kwenye uwanja wa vita kuna mengi. Inawezekana tena Kavumu kakamatiwa na wazalendo. Channel ni Mteba TV, endelea kusabone, subscribe, like, comment and share kwa watu wengine. Maeneo zote za Minembwe mapambano bado yanasonga mbele, mapambano kabisa yanawaka moto maeneo zote za Minembwe, huku wazalendo wakisonga mbele kabisa na mapambano hayo.
channel yako ni Mteba TV. Tutazidi kusogea kwa karibu sana, tutazidi kuambia kila ambacho kinazidi kuendelea kwenye uwanja wa vita. Tunarudia kabisa, habari zetu ni ya kwamba mji wa Kavumu Centre na uwanja wa ndege ni M23 ndo wanapatikana maeneo yale. Lakini pia Kabamba, mapambano makali yanaendelea mpaka tunavyozungumza na nyinyi hapa, ya tarehe 14 kabisa mwezi wake wa 4 mwaka 2025 Jumatatu jioni. Matangazo haya ni ya jioni, lakini wale ambao kwa Marekani wanatupata mchana wa saa 6, wale ambao kwa Afrika ni saa 1 saa 2 ya usiku. Tukutane tena panapo majaliwa kwenye matangazo mengine atakayokuja. Chao.